Kwa majina naitwa Juma Haji Manga, ni mfanyabiashara mdogo maeneo ya Darajani. Mnamo tarehe 26 majira ya saa 7:30 kuelekea saa 8 adhuhuri tulipata mtihani wa kuchukuliwa na vikosi vya SMZ pamoja na mamlaka ya Mji Mkongwe na kutupeleka katika ofisi yao ya mamlaka ya Mji Mkongwe iliyopo pale Forodhani. Tulipofika pale tulishushwa, wakatuingiza katika sehemu ambao wenyewe walikuwa tayari wameshaiandaa na tayari walishapanga kitu kifanyike. Kitu ambacho kilipangwa kifanyike pale baada ya kutushusha ni kwamba waliamua kutuvua nguo na kutupiga marungu. Pamoja na kutupiga ni kwamba walitufunga miguu yetu hii, au unaweza kusema mwili mzima. Tulifungwa na vile vyuma. Baada ya kufungwa ni kwamba palikuwa na askari watatu. Vyuma una maana vyenye minyororo? Ya, vyuma vyenye minyororo, na sisi tulifungwa kamba. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika hapo ilikuwa ni askari wa mamlaka ya Mji Mkongwe na askari wa vikosi vya SMZ wanapokezana watatu. Kufanya nini? Kutupiga marungu. Mmoja kakaa pembeni, mmoja kakaa pembe hii, mmoja kakaa nje ya vyuma, unaweza kusema nje ya sehemu ambayo miguu kidogo imetokeza huko, bi maana wanapiga nyayo. Kwa maana kulikuwa na askari watatu, hao ilikuwa kazi yao ni kupiga hao huko wakipokezana watatu kwa watatu. Baada ya kupigwa kulikuwa na dampu ilikuwa limewekwa pembeni la taka ambalo tumezoea tunaita madampu ya manispaa yale makubwa. Ilikuwa imejaza maji machafu. Hapo sasa unachukuliwa, unatakiwa uingie mule, uzame mpaka masikio asifanye nini, yasionekane. Wakati umezama kule kuna askari wawili wanasukuma rungu. Bi maana kwamba sikio likitokeza tu wewe unapigwa. Kwa maana ilikuwa kwa mazingira yalivyo ni lazima uzame chini ili usalimike na yale marungu. Na ndio kama mnavyoona kijana huyu ni mfano wa sisi ambao wenzake. Hizi ni bakora au ni marungu. Na kuna kitu wanaita wenyewe wanaita shoti za umeme, zile zinaumiza sana wakati wanakupiga marungu. Ukijitetea ukipiga kelele, kuna mmoja anakupiga mashoti. Hizi zote unazoziona za pembeni hizi ni shoti hizi. Hizi zote ni shoti hizi za umeme. Baada ya hapo akimalizika huyu kwa mfano anaingizwa mtu mwingine. Jumla tulikuwa watu 12. Katika watu 12 hao sote tulipata adhabu kama hizo. We fikiria, kutoka saa 7 tulipokamatwa mpaka wamekuja kututoa pale saa 5:30 kwenda kututupa buyu Chukwani usiku. Wamekuja kwenda kutupa wapi? Buyu Chukwani, porini. Ulikuwa unafahamu zako wakati mpaka wamekupiga mpaka kufika kule? Ya, sote tulikuwa na fahamu zetu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akajalia wakati tunasaidiana kubebana wenyewe kwa wenyewe, ikapita bajaji inapeleka abiria mbele huko. Na wote ni wanaume mliochukuliwa katika wale 12, wote ni wanaume? Kwa siku ya tarehe 26 ilikuwa sote ni wanaume. Endelea. Baada ya kutupwa kule buyu tukasaidiana wenyewe kwa wenyewe sasa kwa ajili ya kutafuta msaada, ndio ikapita bajaji inapeleka abiria, tukamsimamisha tukamwambia wewe peleka abiria alafu rudi uje tuchukue sisi. Iliporudi wakatuchukua tukaomba tupeleke kituo cha polisi Malindi. Kwa bahati nzuri tunashukuru kwamba tumefika kituo cha polisi tukapokewa, tukapata P3 na kuelekea Lumumba kwa ajili ya matibabu. Umetibiwa? Alhamdulillah tumetibiwa. Na huyu kijana unavyomuona hapa alitakiwa kapata kitanda huyu na Lumumba. Na ile fomu iko wapi ile? Fomu ile ya ruksa ile ya hospitali. Okay. Fomu ya ruksa hospitali tulimuombea kwamba tumpate ili kwa mambo mengine yaendelee. Tumejaza fomu hii hapa. Huyu kagundulika kwamba sehemu za mkojo ana matatizo, kibofu cha mkojo. Ni kwamba katika sehemu ambazo walizompiga hatari ni sehemu ya mkojo. Na muda huu ambao tunazungumza tunataka tufanye maarifa, tukitoka hapa tumpeleke hospitali kwa sababu hali yake ina change kwa mujibu wa maelezo yake mwenyewe. Waliwaandika majina nyinyi 12? Sisi watu 12 wametuandika majina, wametuchukua video, wametupiga picha. Wamechukua video wakapiga picha. Wakatupiga na picha. Na ametuambia kwamba kilichofanyika pale bi maana katika ile kutupiga adhabu kisikuja kikatoka nje. Na kikitoka nje itakuwa sisi ndio mwisho wa maisha yetu. Mmetaja askari wa vikosi na wale walinzi wa manispaa. Na hakika ni askari wa vikosi. Umejuaje? Nimejua kwamba nimesema kwamba kuna magrupu mawili ambao walioshiriki katika ule uovu
kwanza sio manispaa, ni askari wa mamlaka ya Mji Mkongwe. Ndio, Mji Mkongwe. Hawa mamlaka ya askari wa Mji Mkongwe, baadhi yao tunawajua kwa majina, Okay. baadhi yao tunawajua kwa sura. Okay. Askari wa vikosi vya SMZ walikuwa ni 4. Okay. Ambao walivaa magwanda tofauti tofauti. Mmoja ilikuwa kavaa gwanda la zimamoto, wawili wamevaa magwanda ya, mmoja kavaa gwanda la KVZ, wawili wamevaa magwanda ya JKU. Na wana silaha? Hawakuwa na silaha za moto, bali walikuwa na silaha za jadi, ikiwemo marungu kama hizo tunazozungumza, mashoti ya umeme, misumeno, vitu kama hivyo. Tangu wanawakamata mpaka wamewapeleka kwenye Tulite, eneo la mateso, ikiwemo lile la kutumbukizwa kwenye pipa la maji machafu, mpaka wamewapeleka Buyu, mpaka wanawaachia, waliwaambia kosa lenu ni nini? Kosa letu walituambia kwamba nyinyi mmetakiwa muondoke mjini mkafanye biashara maeneo mengine huko mliopangiwa katika masoko, mmeonekana wakaidi. Hivyo basi, nyinyi kuna maeneo mmepangiwa kweli mkafanye biashara? Wamewapa leseni za kule? Ni bahati mbaya sana, na hili ndio tatizo. Tumekuwa tukimfuata mkurugenzi wa mamlaka ya Mji Mkongwe tukuambia kwamba wewe unataka kutuondosha maeneo haya, lakini hajatupangia eneo jingine lolote la kufanya biashara. Hawa wote unaowaona hapa hawana maeneo ya kufanya biashara. Ni bahati mbaya sana katika hilo, hajatupa maeneo mengine. Tumepata taarifa kwamba miongoni mwa waliofanyiwa udhalilishaji na vipigo ni wanawake. Hatuwaoni hapa, tunaona wanaume watupu. Ni kweli, ni kweli. Jana majira saa 11 jioni, wanawake wasiopungua 9 wamechukuliwa na askari wa mamlaka ya Mji Mkongwe pamoja na vikosi vya SMZ, wameenda kuwadhalilisha katika ofisi ya mamlaka ya Mji Mkongwe, na kwa sasa hawa wanawake wapo hospitali ya Lumumba kwa ajili ya kupata matibabu na kujaza P3, na taarifa nilionao ni kwamba saa 6 hii watarejesha P3 pale kituo cha polisi Malindi kwa ajili ya taratibu nyingine za kisheria. Sasa mnatarajia nini baada ya kuchukua hizi hatua za PF3 na nini mnakusudia kufanya? Moja ni tunataka jeshi la polisi litimize wajibu wake. Kivipi? Sisi tayari tumehujumiwa, tumedhuriwa, tumeumizwa. Nadhani kwa mujibu wa taratibu zao ni kesi. Tunataka jeshi la polisi litusimamie katika hili. Sisi ni wanyonge, sisi ni wa maskini, lakini tuna imani na jeshi la polisi kwamba hili inshallah tuna imani nalo kwamba watatenda haki. Na sisi tunasema sheria ni msumeno, haina mkubwa, haina mdogo. Tunataka tukamalizane mahakamani. Wewe Juma unafanya biashara gani? Unauza nini? Mimi biashara yangu ni tende na halua. Tende na halua. Yeah. Kwa hivyo leo ya ngapi hujafanya biashara? Mimi leo kutoka tarehe 26 ambapo walinikamata na kwenda kunifanyia hujuma kama mnavyoona na kunipiga maeneo. Kwa mfano kama sehemu za magoti haya kidogo ndo nimepata afadhali baada ya kutoka kwenye matibabu, nimepata angalau dawa za kuyeyusha maumivu. Una mke? Ndio. Na watoto? Ndio. Wangapi? 2. Okay. Kwa hivyo ile biashara ile inakusaidia kulisha familia yako? Kabisa kabisa, ndio maisha yangu kabisa. Okay. Una wito gani kwa uongozi wa serikali? Maana hizi ni taasisi za serikali, lakini labda unadhani haki yako nani pia waitambue? Hili nataka kuingia moja kwa moja kwenye serikali kuu, kwa sababu hawa askari wa mamlaka ya Mji Mkongwe wamezoea kila wakitukamata na wanavyotufanyia, wana msemo wao wenyewe, wanasema kwamba hili ni agizo la Mheshimiwa Rais. Mimi hili sitaki kuliamini kwamba ni agizo la Mheshimiwa Rais. Naamini kwamba wanafanya mambo haya kwa utashi wao, hasa haya ya kutupiga kama hivi. Siamini kabisa kama Mheshimiwa Rais kawapa agizo kwamba wakamate, hatima yake wafanye kama haya. Kwa hiyo namuomba sana Mheshimiwa Rais atakapopata taarifa hii kwamba atambue huku chini kwamba kuna watu wanafanya kazi kwa kutumia jina lake na kufanya haya ambayo wanaoyafanya dhidi ya wananchi ambao wamejiajiri wenyewe, dhidi ya wananchi ambao tumejiajiri wenyewe.
huku chini taarifa ni kwamba Mheshimiwa Rais katutuma tufanye haya. Tunafanya haya si kwa utashi wetu, ni Mheshimiwa Rais. Hii nataka Mheshimiwa Rais aipate taarifa hii na atusaidie kulikomesha hii.